Serikali ya Israeli imezindua rasmi operesheni mpya inayoitwa Vintari ya Gideon inayolenga kuendeleza mashambulizi makali katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuachilia mateka walioko mikononi mwa Hamas na kutokomeza kikundi hicho. Hatua hiyo imechukuliwa mara baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump kumalizika bila kufikiwa makubaliano ya kusitisha vita vinavyoendelea kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa ya CNN iliyotolewa usiku wa kuamkia leo Ijumaa, vikosi vya ulinzi vya Israel IDF vimeripoti kuanza mashambulizi mapya ya ardhini na angani dhidi ya maeneo mbalimbali ya Gaza, yakilenga kudhibiti maeneo ya kimkakati, kuharibu ngome za Hamas na kufanikisha malengo ya vita. Mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo hali ya kibinadamu Gaza inazidi kuzorota, huku njaa, ukosefu na huduma za afya na uharibifu mkubwa wa miundombinu ukiendelea kuripotiwa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mapema mwezi huu alitangaza kuwa Baraza la Usalama la nchi hiyo limeidhinisha mpango wa kuhamisha kwa lazima idadi kubwa ya raia wa Gaza kuelekea kusini mwa ukanda huo. Kwa mujibu wa Netanyahu, amesema mpango huo unalenga kupunguza ulinzi wa Hamas kwa kuwasogeza raia mbali na maeneo ya mashambulizi, lakini pia kuimarisha udhibiti wa kijeshi wa Israeli katika maeneo yaliyokuwa chini ya Hamas. Namnukuu, anasema hakuna mahali pao pa kurudi, alisema Netanyahu. Anaendelea kwa kusema, tunabomoa nyumba zaidi na zaidi. Lengo ni kuwatia Wapalestina katika hali ambayo itawalazimu kuondoka Gaza. Mwisho wa kunukuu. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa Abu Dhabi, Katari, Rais wa Marekani Donald Trump alikiri hali mbaya ya kibinadamu Gaza, akisema maelfu ya watu wanakabiliwa na njaa, huku akipendekeza kuifanya Gaza kuwa eneo la huru litakalosimamiwa kimataifa kwa lengo la kurejesha utulivu na maendeleo, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu mpango huo. Namnukuu, anasema tuna mawazo mazuri kwa ajili ya Gaza, alisema Trump. Tuifanye huru, wacha Marekani na jumuiya ya kimataifa wahakikishe eneo hilo linakuwa huru kutoka kwa mizozo na uharibifu. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, licha ya ahadi hizo, mashirika ya msaada ya Umoja wa Mataifa yameripoti hali ya taharuki kitanda miongoni mwa raia wa Gaza. Ripoti ya shirika la kimataifa la uhamiaji inaonyesha kuwa takribani watu 436,000 wamelazimika kuhama makazi yao kwa nguvu tangu mashambulizi ya hivi karibuni kuanza. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa shirika la msaada la Umoja wa Mataifa Jack Wood amesema kuwa Israeli imetoa ahadi ya kuruhusu baadhi ya misaada ya chakula kuingia Gaza kabla ya mfumo mpya wa ugawaji wa msaada kuanza mwishoni mwa mwezi huu. Hata hivyo, hakuelezea ni lini msaada huo utaanza au kiwango cha misaada kitakachoruhusiwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza, watu 115 wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Israeli tangu alfajiri ya Ijumaa ya leo. Tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Oktoba 2024, taarifa za Gaza zinaonyesha kuwa takribani watu 53,119 wameuawa, huku wengine 120,214 wakijeruhiwa. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imesema idadi ya halisi ya waliopoteza maisha inaweza kuwa juu zaidi, kwani maelfu ya watu bado wanahofiwa kufikiwa chini ya vifusi. Hali hiyo inaendelea kuibua ukosoaji kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kibinadamu, yakisema kuwa operesheni za Israeli zinakiuka sheria za kimataifa na za kibinadamu kwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia kama hospitali, shule na misikiti. Wakati huo huo, makundi ya waasi wa Kipalestina nao wameapa kuendelea kupambana, wakisema hawatakubali mpango wote wa kuhamisha raia kwa lazima au kuondolewa katika ardhi yao ya asili. Kwa sasa macho ya dunia yanatazama mustakabali wa Gaza, huku matumaini ya kusitishwa kwa vita hivyo yakizidi kufifia na idadi ya vifo na majeruhi ikipaa kila siku. Imeandaliwa nami Timo Thurgoe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.